Oh yes, hapana shaka uko vyema kabisa mtazamaji wa channel hii ya Bio Media popote pale uliko. Inawezekana ni kwa mara ya kwanza kabisa unaweza kutufuatilia. Karibu mno, uko sehemu sahihi cha kufanya ni kugusa alama ya kengele, kusubscribe kwa ajili ya kuhakikisha basi unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu. Mimi ni official Rosalie mpaka tamati. Bana, Kajala kampanini Harmonize. Siri imefichuka. Sababu ya Harmonize kushindwa kumwacha Kajala ni kwa sababu ya mambo haya yafuatayo. Haya ambayo leo nitenda kukusanua. Kama ambavyo tunajua bana, Kajala na Harmonize wamehusishwa kwenye uhusiano wa kimapenzi muda mrefu, kapo ambayo kikweli imekuwa ikifanya poa sana, wengi wakiweza kubarikiwa na hiyo kapo na kuipenda na mambo kama hayo kuifurahia. So wamekuwa wakijiuliza, wanaachana wanarudiana. Kwani Kajala kampanini Harmonize? Msanii nyota wa Bongo Flava Harmonize bwana ameendelea kuvunja rekodi huko mitandaoni, kwenye mitandao ya kijamii kwa kupakia video mpya inayodokeza ujio wa wimbo wake mpya unaoitwa Simuoni. Sasa hii inakujaje? Hii inakuja mara tu baada ya siku moja baada ya msanii huyo kuchapisha video iliyomuonyesha akichomoa maua, huku maandishi yenye ujumbe wa maumivu yakisomeka F na vinyota fluff, kikopa chenye mpasuko. Bana, sasa Harmonize amerudi na video nyingine inayoonyesha kionjo cha wimbo huo mpya, ambapo sauti ya AY Tanzania pia inasikika, lakini pia inaonyesha uwezekano wa kushirikiana kwenye wimbo huo. So mpaka sasa jina la wimbo huo ni Simuoni limeanza kutajwa miongoni mwa mashabiki, ingawa Harmonize mwenyewe bado hajalitangaza rasmi kupitia chapisho hilo. So mashabiki bwana wanasubiri kwa hamu uzinduzi rasmi wa kibao hiko na ngoma hiyo ya Simuoni kutoka kwa Konde Boy. Na katika mahojiano ya hivi karibuni bwana, Harmonize alieleza kuwa mwaka huu anatarajia kutoa albamu ya kimataifa yenye ushirikiano na wasanii mbalimbali wa Afrika, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kupeleka muziki wake nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, na albamu hiyo ambayo bado haijatangazwa rasmi inatarajiwa kuwa na ushirikiano na wasanii kama Road Boy, lakini pia Maikun kutoka Nigeria, Stone Boy kutoka Ghana, lakini Dako kutoka Nigeria, Miss Peace kutoka Afrika ya Kusini na NSG. So Harmonize pia alieleza kuwa albamu hiyo ilipaswa kutolewa mwaka jana, lakini aliamua tu kuhairisha ili kutoa albamu ya muziki wa Samia kama heshima kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. And albamu hiyo bana ilizinduliwa Mei 25, 2024, ni kukumbusha tu mtazamaji, na ilipokelewa vyema kabisa na mashabiki wa muziki katika taifa letu la Tanzania. And Harmonize ambaye jina lake halisi ni Rajab Abdul Kahal alijitokeza kwenye tasnia ya muziki mnamo mwaka 2015 hivi na wimbo wake wa kwanza wa Ayola baada ya kusainiwa na lebo ya WCB Wasafi. Na baada ya kuondoka WCB Wasafi mwaka 2019 alianzisha lebo yake mwenyewe ya Konde Music Worldwide, ambayo chini yake ametoa miradi kadhaa inayojumuisha aina mbalimbali za muziki kama Bongo Flava, Afpop pamoja na Afrobeats. Na katika miaka ya hivi karibuni bana, Harmonize amekuwa akishirikiana na wasanii mbalimbali wa Afrika, ikiwa ni pamoja na Diamond Platinum, Burna Boy, lakini pia Yemi Alade, pia Ruge, bila kumsahau Sariko Die na Naira Marley. Ushirikiano huo umeongeza umaarufu wake kwa kiasi kikubwa na kumwezesha basi Harmonize kufikia hadhira wengi zaidi. And kwa sasa mashabiki wa muziki hapa nchini Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania, wanatarajia kwa hamu sana uzinduzi rasmi wa wimbo wa Simuoni na albamu mpya ya kimataifa kutoka kwake Harmonize. Wengi wanaamini kuwa miradi hiyo itakuwa na mafanikio makubwa sana na kuendeleza umaarufu wa msanii huyo katika tasnia ya muziki Afrika na duniani kwa ujumla. Unaambiwa kibao cha Simuoni kinachotarajiwa kutolewa very soon na msanii Harmonize ni shida. Kionjo chake tayari kimekwisha kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Inaonekana ni moto sana na tayari mashabiki wamekaa wako tayari kuona nini ambacho kiko ndani ya kibao cha Simuoni, ambacho kimeonekana kuibua hisia mseto kwa mashabiki mbalimbali, wale ambao wamekuwa wakimfuatilia Harmonize hata wale ambao wamekuwa hawamfuatilii Harmonize. So stay tuned kwa ajili ya kuona kibao kinakujaje, kinakwenda vipi. Hope kitakuwa kikali na kitaendelea kufanya poa sana katika tasnia ya music.
Hii ni nyimbo ambayo unaambiwa imebeba siri kubwa ya kile ambacho Kajala anacho, na ndicho ambacho kinapelekea huenda Harmonize anashindwa kumwacha. Usipange kukosa kujua wimbo huo, lakini pia usiache kufuatilia Biomedia, itakuwa inakusogezea update mbalimbali kuhusiana na taarifa hizi na kile pia taarifa nyinginezo. Kwenye 1 on the microphone official Rose D, na hapa ni kwenye Kilindi kunako channel ya Biomedia ambako unajipatia habari mbalimbali. Wewe wakati mwema, endelea kusubscribe.